Kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi duniani amezaliwa akiwa na udhaifu fulani. Udhaifu ni miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinaweza kuwa kikwazo katika kutimiza malengo yetu. Miongoni mwa maswali ambayo watu wengi hujiuliza ni kwamba, je, nitawezaje kuushinda udhaifu wangu? Ili kuweza kulijibu swali hili ambalo asilimia kubwa ya wanadamu wamekuwa wakijiuliza, nimekuletea video ambayo nitakwenda kukuambia ni kwa namna gani unavyoweza kuushinda udhaifu uliokuwa nao. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni njia ambazo unaweza ukazitumia na ukaweza kuushinda udhaifu wako. Namba 1, tathmini na utambue kwa uaminifu ni nini hasa udhaifu wako. Kwa sababu kila mwanadamu amezaliwa akiwa na udhaifu wake, ninaamini utakapojiuliza kwa umakini udhaifu wako ni nini, utaweza kujua udhaifu wako, ingawa kuna wakati hauna haja ya kujiuliza kwa sababu pengine unaujua udhaifu wako. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kuushinda udhaifu, utakapoweza kujua udhaifu wako, ukubali. Tambua kwa uaminifu kuwa huo ni udhaifu wako wewe. Inawezekana udhaifu wako ni kushindwa kujiamini katika maisha. Inawezekana udhaifu wako ni kuwasema vibaya watu wengine. Inawezekana udhaifu wako ni kujichua. Inawezekana udhaifu wako ni kuwa mtu mwenye hasira kiasi kwamba hauwezi kudumu katika maisha ya watu wengine. Inawezekana wewe ni mwanadamu muoga kuliko binadamu wengine na huo ndio udhaifu wako. Inawezekana wewe ni mwanadamu ambaye hauwezi kufanya vitu kwa mpangilio kila iitwapo leo. Ni mtu ambaye unaahirisha vitu maishani mwako na huo ndio udhaifu wako. Haijalishi wewe ni mwanadamu mwenye udhaifu mkubwa kwa kiwango gani, ukisha utambua udhaifu wako, itakuwa ni hatua muhimu ya kwenda katika hatua inayofuata ili uende ukaushinde udhaifu wako. Hatua namba 2, ukubali udhaifu wako wala usiukatae. Kitendo cha kukubali udhaifu wako si udhaifu, bali ni hatua muhimu ya kwenda kuushinda udhaifu ambao pengine unakuzuia kuyafikia mafanikio ambayo unayahitaji katika maisha yako. Ukisha ukubali udhaifu wako, unaweza kuanza kuubadilisha. Anza kwa kujitamkia maneno, ndiyo, nina tatizo hili, lakini naweza kulishughulikia na nikalishinda kwa sababu mimi ni mwanadamu bora kuliko wanadamu wengine. Penda kuyatamka maneno hayo kila unapoamka na kabla ya kulala. Utakapoweza kuyatamka maneno haya kwa kujirudia, ipo nguvu ya kweli katika kurudia chochote katika maisha yako, na nguvu hiyo inaweza kwenda kubadili kumbukumbu ambazo zipo ndani yako, kumbukumbu ambazo kwa namna moja au nyingine zitakwenda kubadili udhaifu wako, kama si kuondoa kabisa, na utajikuta unakuwa mwanadamu mpya. Hivyo hatua hii ya kukubali udhaifu ni hatua muhimu ya kwenda kuukabili udhaifu na kuushinda. Hatua namba 3, jifunze na tafuta msaada katika kutatua udhaifu ambao unadhani ndio unaokuzuia kuyafikia mafanikio ambayo unayahitaji maishani mwako. Kwa sababu udhaifu wako umeshajulikana, tafuta maarifa na msaada wa kushughulika nao. Hii inaweza kuwa kusoma vitabu mbalimbali au makala yanayohusiana na changamoto ambayo unayo katika maisha yako, ama unaweza ukamtafuta mwanadamu mwenye ufahamu mzuri kuhusiana na namna gani unavyoweza kuitatua changamoto hiyo. Lakini pia unaweza kujiunga na madarasa mbalimbali au kozi ambazo zinahusiana na kitu ambacho unatamani kukishinda katika maisha yako. Kwa mfano, kama wewe ni miongoni mwa wanadamu wenye udhaifu wa kutojiamini kuongea hadharani, unaweza ukaanza kufanya mazoezi ya kuongea kila unapokuwa peke yako. Simama mbele ya kioo
anza kuchukulia ni kama watu wengi wanakuona, alafu tengeneza mada, anza kuiongea mada hiyo huku ukitazama kichwani mwako ni kama uko mbele ya watu wengi. Endapo utalifanya zoezi hilo mara nyingi, utaishinda hali hiyo na mwisho wa siku utakuwa mwanadamu mwenye ufanisi na hali ya kujiamini unaposimama na kuzungumza mbele za watu. Namba 4, tengeneza mpango wa kujiimarisha. Ili uweze kuishinda changamoto ambayo inakusumbua katika maisha yako, yani udhaifu wako, lazima utengeneze mpango mahususi ambao unaweza kuiondoa changamoto hiyo. Weka mpango wa hatua ndogo ndogo, usianze na makubwa. Kwa mfano, ukiwa hauna mpangilio, anza kuishi maisha ambayo umejiwekea ratiba katika utendaji wa mambo kwenye maisha yako, na hakikisha unaifuata ratiba hiyo kila siku. Ikiwa udhaifu wako ni kushindwa kufanya maamuzi katika maisha yako, anza zoezi la kufanya maamuzi madogo madogo kwa haraka kila siku. Utakapoweza kuanza kufanya vitu hivyo maishani mwako, utaanza kufundisha ubongo wako kuushinda udhaifu ambao pengine ndiyo umekuwa ukiyazuia mafanikio yako kila itwapo leo. Kitendo cha kuanza kufanya hivyo, ndani ya miezi 3, akili yako itakwenda kubadilika. Udhaifu ambao ulikuwa kwa kiasi kikubwa ndani yako utaanza kupotea, na wakati mwingine utashangaa ni kama umekuwa mwanadamu mpya katika maisha yako. Hivyo anza kidogo kidogo, kwa sababu udhaifu huanza kudidimia na mwisho wa siku udhaifu utakuja kupotea kabisa. Hatua namba 5, jipe motisha wewe mwenyewe. Udhaifu katika maisha ya mwanadamu ni vitu ambavyo hujirudia kila wakati. Wakati mwingine mtu anaweza akafanya kitu alafu baadaye akaanza kujilaumu kwa sababu si kitu ambacho amekifanya kwa kufurahia, bali ameendeshwa na udhaifu ambao upo ndani yake. Utakapoanza kujipa motisha katika wakati fulani, kwa mfano, utakapoweza kumaliza wiki bila kuufanya udhaifu ambao unazuia mafanikio yako, jipongeze. Unaweza ukajifanyia tafrija ndogo ya kujipongeza. Jitathmini. Utakapoweza kuwa na utamaduni huo, utajikuta wewe mwenyewe unaji-encourage kuendelea kuushinda udhaifu wako, kwani kuna wakati ambao hautakiwi kusubiria watu wengine wakupongeze. Utakapojipongeza, utakuwa unajipa motisha, na mwisho wa siku, kadri unavyozidi kujipa motisha, utazidi kusonga mbele polepole, na hatua zako zitakuwa bora kuliko ilivyokuwa mwanzo, na mwisho wa siku utakwenda kuwa mwanadamu mpya ambaye ameushinda udhaifu ambao umekuwa ukimkabili kwa siku nyingi sana. Namba 6, anza kutathmini namna gani unavyoweza kubadili udhaifu wako na kuwa nguvu ya kweli katika maisha yako. Wengine waliwahi kugeuza udhaifu wao kuwa faida. Mfano, mtu aliyekuwa na aibu sana alianza kuandika na leo ni mwandishi mashuhuri katika maisha yake. Mwingine aliyekuwa mnyonge alianza mazoezi, sasa ni kocha wa mazoezi kwa binadamu wengine. Udhaifu ambao unao leo unaweza ukaufanyia mazoezi na ukaubadili ukawa fursa na ukawa nguvu ya kweli katika maisha yako. Jitathmini, wewe ni mwanadamu mwenye udhaifu gani? Udhaifu wowote uliokuwa nao, wapo binadamu wengi ambao wanao pia na wanauchukia, wanatamani kuushinda. Wewe utakapofanya zoezi la kuushinda, utakuja kuwasaidia kwa kuwapa mbinu ambazo wewe ulizitumia ukafanikiwa kuushinda udhaifu huo. Watakulipa pesa, hivyo itakuwa fursa, lakini utajikuta udhaifu wako umeufanya kuwa nguvu ambayo inakupa faida katika maisha yako. Namba 7, penda kufanya tathmini kila baada ya muda fulani. Unapokuwa katika safari ya kwenda kuushinda udhaifu wako, kuwa mwanadamu ambaye unaweza kuzitathmini hatua zako kila baada ya muda fulani, kwani mafanikio hupimwa katika muda fulani. Tangu mwanadamu anapokuwa anapambania kuhusu kitu fulani, ili kujitathmini kama umefanikiwa ama haujafanikiwa, penda kuwa mtu ambaye unajitathmini katika hatua zako kila baada ya wakati fulani. Inaweza ikawa baada ya wiki, mwezi au miezi 3. Jiulize, je, nimepiga hatua kwa kiwango gani? Nini bado kinanisumbua? Naweza kuboresha kitu gani ili niweze kuushinda udhaifu ambao unanisumbua katika maisha yangu?
Utakapoweza kufanya hivyo, amini usiamini, utakwenda kufanikiwa kwa asilimia kubwa na utaushinda udhaifu ambao unakusumbua maishani mwako. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nikuage nikisema nakupenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye.